Juni 10, 2023, kamanda wa kanda maalum ya Dar es Salaam aliwaita waandishi wa habari na kueleza kuwa amewakamata watuhumiwa wanne kuhusika na mauaji ya mmiliki wa kiwanda cha kuchakata makopo cha hapa Mabibo, Baozang G, ambaye alifariki Mei 16, 2026 kwa kukatwa na kitu chenye ncha kali kichwani, lakini pia kwenye mguu na watu waliotajwa kuwa ni walinzi wa kiwanda hiki, na kuondoka na pesa taslim shilingi milioni 12. Baada ya kuwaona watuhumiwa hao kituo cha polisi Central hapa jijini Dar es Salaam, Ayo TV tumefika katika kiwanda hiki kuzungumza na wanaokaimu nafasi ya uongozi katika kiwanda hiki. Kumbuko tu bado viongozi wa China wenyewe wako kwenye mazishi nchini China, ambako ndipo mabaki ya mwili wa Baozang G baada ya kuchoma moto yalipelekwa huko China, na hapa nazungumza nao. Kwa majina naitwa Eva Sophie Michael, ni muhasibu katika hiki kiwanda cha Shinli ambacho kinajihusisha na uchakataji wa chupa za plastiki. Kwa kweli taarifa tulipata jana tukiwa ofisini majira ya mchana. Nilipopata taarifa mimi niliona kwenye mitandao, nikawaita wafanyakazi na aliwakimbilia, walikuwa wamekaa pale wanafanya shughuli zao. Nikamwambia jamani, wale wa Masai wamekamatwa. Sasa kila mtu alitaka kushuhudia kwamba ndio hawa kweli. Kwa mimi nilivyoangalia nikasema ndio hawa, isipokuwa kwa haraka kuna mmoja alikuwa amesuka rasta, yule mrefu, mmoja alikuwa na nywele zake hivyo hivyo, lakini yule mrefu akakata rasta na uaga wanavaa ile mashuka, wakawa wamevaa t-shirt na jeans. Kwa hiyo ni wale. Kwa hiyo sisi kama wafanyakazi tumesikia faraja kwa jeshi la polisi, kwa sababu hichi kimya pia kwa upande wetu toka tukio lilivyotokea kwa jeshi la polisi kilikuwa kinatupa pia taharuki kwamba jeshi la polisi wameshindwa kukamata hawa watu, imekuwaje? Tulikuwa tunajiuliza maswali mengi, lakini baada ya jana kuwatia hatiani na kupata taarifa kutoka kwa Kamanda Muliro, tumesikia faraja na tunawapongeza jeshi la polisi kwa kufanya kazi yao vizuri na kwa ufasaha. Kwa kweli tumesikia faraja, ingawa tulivyowaona tulikumbuka machungu, tulitamani hata watuletee hapa kiwandani tujaribu hata kuzungumza nao kidogo, lakini tumesikia faraja kwa kweli kwamba jeshi la polisi limefanya kazi yake. Yes. Na kwa hiyo unasema mmoja alikuwa ana rasta, lakini jana wakati mnamuona rasta amenyoa. Yaani yule mrefu, kuna wale mbele wako wawili, kavaa t-shirt limeandikwa AIA. Yule mrefu alikuwa na rasta, alikuwa yuko cool sana, na alikuwa hajai kuvaa hivyo. Alikuwa anavaa nguo za Kimasai tu, mashuka yao wote walikuwa anavaa nguo za Kimasai, mashuka yao. Lakini kwa jinsi, kwa muonekano wa jana, tumeona yule mrefu kanyoa rasta, amenyoa vizuri kabisa na kavaa t-shirt na jeans. Hayo ndo mabadiliko ambayo wameyafanya, pengine labda wasiweze kujulikana, lakini ndo wale tumewathibitisha, tumekaa nao na tunawafahamu. Unawakumbuka majina yao? Kwa kweli kwa majina ambao walijitambulisha hapa, ambao walikuwa naitwa hapa, tulikuwa tunajua ni majina hayo, lakini kwa jana jeshi la polisi lilivyotoa ile majina, tofauti na hapa ambapo majina walikuwa naitwa, ina maana kwamba majina waliokuwa wanatumika hapa sio rasmi. Yes. Walikuwa wanatumia majina gani hapa? Kwa yule mwingine mfupi kama ana macho hivi ya malegevu alikuwa wanamuita Jose. Yes, kwa yule mrefu sikupataga wasaa kuongea naye kwa sababu yeye ni mlinzi wa usiku. Muda sisi tunaoingia ofisini yeye anakuwa kalala. Kwa hiyo anatoka asubuhi anamwachia mwenzie yule mfupi. Kwa hiyo tukiingia asubuhi kazini tunakumbana na mfupi, yule anakuwa kalala. Na hata akiamka kwa muda anakula chakula, anaga tu story na mtu, anaingia, anachukua chakula, anaingia kulala. Maana walikuwa wanakaa chumba cha kwanza pale, walikuwa hakai mbali, anakaa humo ndani. Na tukumbushe, ilikuwa ni miezi mingapi wako kazini? Wale almost kama wana mwezi 1.5, kwa sababu si wana rotate, na Wamasai wana tabia moja. Anaweza akaja wale wametoka kwenye kampuni ya ulinzi ya Imayani. Anakuja mlinzi leo anakaa, baada ya labda mwezi mmoja anasema labda ana matatizo nyumbani, akiondoka inabidi sasa mtu amlete mwingine. Kwa hiyo wana rotate, hawakai. Yes. Kwa hiyo tulikuwa tuna almost mwezi 1.5. Yes. Naitwa Lucas Peter Shayo, ni meneja kampuni ya Shinli Packing Material. Kwa kweli taarifa jana tulivyoipokea kwenye mitandao ya kijamii, walivyorusha zile picha, kwa kweli ni wale waliofanya hilo tukio, ndio wale
Lakini kwa kingine tulifurahi sana sisi wafanyakazi, tumefurahi sana. Kwa ajili gani? Sisi hatukutegemea kama kitatokea kitu kama kile, na kweli tunapongeza tena jeshi letu la polisi, liko vizuri sana kwa kweli, wamehangaika kwa kweli wezavyo, wamefanya nguvu zote na kwa kweli wamefanikiwa kile ambacho kilikuwa kinastahili. Kwa kweli tunapongeza sana jeshi la polisi. Mmejaribu kuwatumia Wachina wenyewe taarifa kwamba wale watu wamekamatwa, na wenyewe wanasemaje? Kwa kweli wamefurahi sana kwa ajili walivyosikia hiyo jana, wamefurahi sana yani, hawakutegemea kama labda watapatikana kwa sasa hivi, lakini wamefurahi sana na wamesema wanawapongeza sana jeshi la polisi la Tanzania. Halijalala, bado lina nguvu, liko imara zaidi kwa kweli. Kati ya wale pale majina yao, unawafahamu majina yao wale walikuwa hapa getini? Majina waliosema kule ni tofauti na ambayo watu walikuwa wanajua hapa kwa kweli. Majina yao yani wameongea ni tofauti. Hapa majina walikuwa wanatamka yani kuna vile walikuwa wanajiita wao wenyewe, lakini majina waliotamka tena kule ndio, lakini majina yani walikuwa wanadanganya majina kwa hapa. Lakini ndo wale kwa sababu hata wafanyakazi walipowaona kwanza wenyewe wamefurahi sana. Yani kwanza ile picha, kuona ile picha tu, yani hata umwambii mtu nani, kila mtu anawajua, ndio wale.